الله أكبر. الله أكبر. Katibu wa siasa na uenezi katika mkoa wa Dar es Salaam. Leo nimealikwa na ndugu zangu wa BAM Solution kwa ajili ya sadaka ya iftar ambao waliandaa kwa ajili ya uongozi wao pamoja na watumishi wa BAM Solution. Wakati tunamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, hizi ni miongoni mwa fadhila, na mwezi huu wa Ramadhani tumehimizwa kupendana. Watu wanapokaa pamoja, wakala pamoja, wakaomba dua pamoja, ni upendo mkubwa. Hili nadhani litaongeza ufanisi mkubwa katika utendaji wa kazi za kila siku za BAM Solution, hasa kwa sababu kazi yao ina changamoto ya kupanda na kushuka. Ukusanyaji wa mapato ya serikali ni miongoni mwa kazi ngumu zaidi kufanya, kwa sababu unaposhusha mapato ya serikali unaiumiza serikali katika kutimiza wajibu wake. Kwa hiyo wamefanya jambo jema kukaa na wafanyakazi wao, kuomba dua pamoja, kumshukuru Mungu pamoja kwa yote, lakini linaongeza upendo, na upendo ukiongezeka ufanisi nao unaongezeka. Kwa hiyo ni jambo jema ambalo BAM Solution wamefanya. Katibu mwenezi, umejifundisha nini hapa? Tumeona kwamba kuna asilimia kubwa wengi ni vijana wenye umri ambao ni mdogo kabisa. Nyinyi ni chama ambacho kinaongoza serikali kwa ujumla. Nini umejifunza hapa kupitia hapa? Nadhani unafahamu changamoto ya ajira sio ya Tanzania tu, ni changamoto ya kidunia. Sera nzuri za uwekezaji za serikali ya CCM, serikali zilizopita na hata hii ya serikali ya awamu ya 6 ya kuruhusu uwekezaji wa ndani na wa nje umesaidia kurejesha soko la ajira ambazo ni informal kuwa nyingi. Tukumbuke wakati fulani swala hili la ushuru wa magari lilikuwa liko chini ya TARURA. Vijana wengi waliondoka kwenye soko la ajira, lakini sasa linaanza kurejeshwa kwenye mawakala kwa ajili ya kusimamia. Vijana wetu wengi wamerudi kazini, na niombe na maeneo mengine ambayo bado TARURA wanashikilia kazi hizi, waruhusu mawakala binafsi kufanya kazi hizi, kwa sababu inaongeza vijana wengi kupata nafasi za kujiajiri, kwa sababu ajira za serikalini ni chache, ajira hizi ambazo ni formal ni chache. Watu wanatafuta informal sectors kujiajiri ili kuweza kukidhi mahitaji yao. Kwa hiyo ni rai yangu kwa serikali ya mkoa wa Dar es Salaam, nikiwa katibu wa siasa na uenezi, kutizama wilaya zote mambo kama haya yanayohusiana na ushuru. Serikali isifanye biashara, serikali isubiri mapato, iruhusu mawakala kufanya biashara, ili wa vijana wetu wengi, mama zetu wengi, ndugu zetu wengi ambao hawana ajira ya kudumu wapate nafasi katika ajira hizi za temporary za kuweza kujikimu kwa maisha yao. Umezungumza hapa kwamba ajira serikalini ni chache pia sana, kwa maana kwamba vijana wana uwezo pia wa kuweza kujiajiri wao wenyewe. Tamko la waziri mkuu la kuwataka baadhi ya watu wenye degree kwenda VETA kwa ajili ya kwenda kusoma ili kupata ujuzi zaidi, watu wengi wameona kama ni tamko la kuweza kuwadhalilisha. Unawaambiaje? Sio tamko la kujidhalilisha. Unakuwa na degree yako ya masomo yoyote, either ni biashara, ni kilimo, ni elimu na whatever. Umekosa nafasi ya kujiajiri, lakini elimu yako itakupa uelewa mkubwa wa kufanya jambo lingine lolote kwa ufanisi zaidi, kisomi zaidi. Kwenda VETA ni kutafuta ujuzi, sio kosa. Kwenda VETA ni kutafuta ujuzi ili degree, mtu ana degree leo arudi VETA. Wako wenye degree na hawako kazini. Je, busara ni kwenda kuchukua ujuzi ukajua kufanya jambo kisomi zaidi, ama ni kusema kwamba hii ni kudhalilisha? Narudia, ni wazo jema
Na hili ni changamoto ya kuboresha mifumo yetu ya elimu, kwamba angalau elimu hizi za matendo zianze tukiwa kwenye awamu katika miaka ya mwanzoni mwa elimu, ili mtu anapomaliza kidato cha 4 kidato cha 6 angalau kuna stadi ya kazi ambayo anayo. Lakini ni pongeze serikali yangu, mpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa wazo lile na la kusema watu waende VETA, kwa sababu unaweza ukawa na degree yako ya chochote ulionayo lakini huifanyii kazi. Lakini ukienda VETA utajifunza udereva, ukienda VETA utajifunza ufundi, utaufanya vizuri kwa sababu tayari kichwani una akili nyingine ya kufanya jambo lingine. Kwa hiyo nadhani unaweza kuwa na ufanisi mkubwa. Tusiwasikilize sana watu wanaotaka kuleta siasa kwenye maisha yetu, wakati wao wana kazi za kufanya zinazoingizia hela. Wanataka kutufanya sisi wengine ambao hatuna tukadharau agizo lile, tukalipuuza na kuona tumepuuzwa. Hapana, narudia kusema hapana. Twendeni katika vyuo vya kutafuta elimu stadi, iwe ni VETA, iwe ni mahali pengine popote, viko vya technical colleges ziko nyingi. Twendeni tukatafuteni ustadi. Leo fundi wa mbao, kwa maana ya mafundi wa furniture, wanafanya vizuri, ni matajiri wakubwa. Wakienda soma plumbing, mafundi wa mabomba ni wakubwa. Wafundi wa washi ni mafundi wakubwa. Wafundi wa nguo ni mafundi wakubwa. Madereva wanaagiza. Kila jambo ambalo utalifanyia ustadi wake litakuongezea nafasi kuongeza maisha yako na familia yako. Mwisho kabisa, katibu mwenezi, tunaelekea mwishoni. Na natamani kujua ni katibu mwenezi wa... Tuko vizuri sana. Nikisema tuko vizuri na maanisha. Na ushindi wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa 2025 sio jambo la kujadiliana na mtu. Kwa uchaguzi wa serikali za mitaa tumeshinda mitaa 563 kati ya mitaa 564. Tulipoteza mtaa mmoja kule Temeke. Katika kata 102 pamoja na majimbo 10 ya uchaguzi, mpango wetu ni kutokupoteza chochote. Kwa nini hatupotezi chochote? Kwa sababu kazi zilizofanywa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia na wasaidizi wake zinatupa kiburi ya kuendelea kuongoza Dar es Salaam, na wote ni mashahidi. Naweza kuchukua muda mrefu kueleza mafanikio tu ya Dar es Salaam, lakini tunajivunia utekelezaji wa ilani katika mkoa wa Dar es Salaam kwenye miundombinu, kwenye afya, kwenye elimu, kwenye michezo, kwenye usafirishaji na kadhalika. Unaona kuna shida kwenye baadhi ya kanuni za uchaguzi Chadema wanaposema kwamba no reform, no election. Unadhani kuna shida kwenye hizo reform? Hakuna shida, kwa sababu na hili nichukue nafasi hii kuwaambia Watanzania, reforms have been done. Mabadiliko yamefanyika. Wapinzani walidai mabadiliko 31 yamekwisha fanyika, bado mawili kupata approval ya bunge. Katika waliolalamikia ni kuwa na tume huru ya uchaguzi. Sasa hivi, mwanzo tulikuwa tuna tume ya taifa ya uchaguzi. Sasa hivi tuna tume huru ya taifa ya uchaguzi. Sawa, ambayo wateule wake hawatokani na wateule wa rais. Kuna mfumo wa kupata wateule ndani ya tume ya taifa ya uchaguzi. Lakini kwa jambo lingine lililolalamikiwa ni wasimamizi wa uchaguzi, wasio wakurugenzi. Sasa wakurugenzi na watendaji sio wasimamizi wa uchaguzi. Lakini kuna kipengele wanasema kwamba ni watumishi wa umma. Narudia kusema hivi, changamoto iliyopo, kwanza tukubaliane reforms have been done. Ili tukubaliane, mosi ni hilo la tume ya uhuru ya uchaguzi, hawatokani na Mheshimiwa Rais. Wakurugenzi na watendaji wasimamie uchaguzi, lakini hakuna kupita bila kupingwa, kura za ndio na hapana. Lakini mawakala wana uhuru kwenye vituo, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Mabadiliko ni mengi. Tatizo linalotokea, mabadiliko hayo yanakufeva. Problem ndio hiyo tu. Ifahamike, unataka mambo yabadilike. Shida ni kwamba kuna wenzetu wanataka yabadilike on their favor to the 100%. Haiwezekani. Lazima yabadilike kama yalivyoombwa. Mabadiliko yamefanyika 29 kati ya 31 yaliyoombwa, na ndio maana tuna tume huru ya taifa ya uchaguzi. Wale wanasema no reform, no election, achaneni nao, kwa sababu narudia kusema uchaguzi nchi utafanyika kwa tarehe na utaratibu uliopangwa. Sasa nyinyi mtaenda kushindana nani? Nasema kuna vyama 19. Chama kimoja kimesema akishiriki uchaguzi. Kuna vyama 18. Lazima tuelewane vizuri. Msambaa mmoja asipopeleka bidhaa sokoni, soko halifungwi.
tunaendelea na biashara na waliopo, na narudia kusema wanajua hawawezi kushinda kwa sababu hawajajiandaa kushinda. Ndani mwao na wacha iwe exclusive, ndani mwao kuna ambao watashiriki uchaguzi na wameshasema wazi kupitia Chadema. Chadema na Chadema, kuna ambao wamesema watashiriki uchaguzi na kuna ambao wanasema hakuna uchaguzi. Kwa hiyo wenyewe hawajui pia wanachotaka ni kitu gani. Mwenyekiti anaongea kingine, naibu katibu mkuu anaongea kingine, wanaotaka ubunge wanaongea kingine, makamanda wanaongea jambo lingine. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, sisi Chama cha Mapinduzi hatutaki kuwa wavunja sheria tulizojitungia. Hatutaki kuvunja katiba, ku-overstay. Namsikia Tundu Lissu akisema juzi kwamba tuongeze mwaka mmoja ili tuweze kufanya mabadiliko haya. Hatutaongeza hata seluti. Ni hatua moja kukaa Ikulu. Sekunde moja ya kukaa Ikulu Daktari Samia hata iongeza. Wabunge wetu bunge lao halitaongeza dakika moja sembuse na halmashauri, kwa sababu katiba yetu sisi ni wafuasi na ni waadilifu kwa katiba hii. Uchaguzi utafanyika ulivyopangwa na katiba inavyotuelekeza. Tutarudi madarakani kama ambavyo katiba pia inatuelekeza. Hili ambalo wanazungumza wao, wewe unafikiri ni mwandishi na unajua kuna reforms walizitaka kwenye chama chao kabla ya uchaguzi mkuu wa chama chao. Wengine walisema mwenyekiti amekaa muda mrefu, au viti maalum vinakaa muda mrefu, tuweke ukomo, lakini walishiriki uchaguzi bila kufanya reform kwenye chama chao. Kwa nini wanaweka condition ya kufanya reform kwenye uchaguzi wa serikali? Maana yake ni kwamba you have to walk to the talk. Lazima utende unachokisema na usimamie ulichosema, unachoamini. Sio wanaamini kuna mabadiliko wakaanze kwao waje waambie watu wengine. Sisi Chama cha Mapinduzi tuko mguu sawa, anayejimudu na aje. Kuna wakati huwa mnajifunza baadhi ya vitu kwao. Kimfano hakuna, wala usihangaike, hakuna. Wao wajifunze kweli. Nasema hili la viti maalum, wao wamepitisha kwamba kuwe na kikomo cha viti maalum. Wamepitisha lini? Tuulizane mimi na wamepitisha lini? Baada ya Tundu Lissu kuchaguliwa. Hii ilikuwa ni sera iliyomfanya akachaguliwa mwenyekiti wa UWT taifa Mama Mary Chatanda mwaka juzi 2022. Katika sera zake zilizompa kura alisema ndaweka ukomo wa bunge wa viti maalum wa CCM. Copy and paste, watoto wadogo wanajifunza kwetu. Haya mambo ni 2022 Mama Chatanda alisema. Chadema amerudia juzi. Tunaelewana? Kwa hiyo sisi ndio maana umeona wabunge wengi wa viti maalum wa CCM walio overstay wameanza kufikiria kuingia kwenye majimbo. Na sheria hii imepitishwa na halmashauri kuu juzi, itaanza 2030. Wanasema kwamba utakaa miaka vipindi viwili tu. Wanasema hii tume ambayo mnadai kwamba ni tume huru wa uchaguzi, ni tume ambayo inawafanyia wao madhambi. Kimfano, inapokuja kipindi cha uchaguzi unakuta kwamba wagombea wao au mawakala wao kwa asilimia kubwa wengi wanakuwa hawapo kwenye vyumba vya ndio sehemu ya mabadiliko yaliyofanyika, kwamba hakutakuwa na mgombea aliyepita bila kupingwa. Mawakala watakuwa na uhuru na wagombea wao katika vituo vya uchaguzi. Ni sehemu ya malalamiko ambayo ni maboresho ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Tutegemee mawakala wote makubwa kabisa. Mawakala wote watakuwa ndani ya kwa kufuata kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria. Yeah. Neno lako la mwisho kabisa, wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa ujumla wanakuangalia, tunakwenda kwenye uchaguzi 2025, tunakwenda kupata ushindi mkubwa wa kihistoria ambao huje kupatikana wakati mwingine wote kwenye historia nchi. Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuwa rais wa kwanza kupata kura nyingi kuliko rais yoyote katika marais 6 waliopita katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu kwa miaka 4 ametuaminisha kwamba anaweza kazi ambayo tunaenda kumchagua nao kesho kutwa. Ikumbukwe ndio uchaguzi wa kwanza unaenda kumchagua mwanamke. Miaka 4 ya majaribio aliyompokea Daktari Magufuli imetupa imani kwamba tuna mwanamke wa shoka aliyemaliza kwa 100% miradi yote ya kimkakati ambayo aliachiwa na mtangulizi wake, aliyebuni na kuendeleza kwa ufanisi miradi mipya ambayo imekuwa na tija na mafanikio, aliyenyoosha uwanja wa kisiasa katika nchi hii, na leo kila mmoja anafurahi kufanya siasa katika nchi yake. Lakini ndani ya Dar es Salaam ni shahidi, kila Mtanzania anaishi Dar es Salaam, suala la mabasi ya mwendo kasi linamgusa kila Mtanzania ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Alafu unaniambia tunashindwaje Dar es Salaam baada ya huduma zote hizi? Ile formula mnaenda nayo 2015 watu walishuhudia baadhi ya wapinzani ambao walitoka kwenye vyama vyao wakahamia CCM, baadaye wakaja kuwa wagombea tena kwenye nafasi zao hizo.
No, ni hoja iliyopo, sio sasa, sio wakati mwingine, sio muda wowote. Tunapoona kuna kiongozi wa upinzani akili zake zinaweza kusaidia kujenga nchi, tunamshawishi aje tujenge nchi, kwa sababu anaweza kufubaza akili zake kwa kuendekeza akili za maandamano na migomo isiyo na tija. Wakati watu wanafikiri kwa kutumia vichwa, wengine wanafikiri kwa kutumia miguu. Tutamleta atumie kichwa chake kusaidia jamii kuendelea mbele. Sema unasema kwamba kuna wanachama kwa ujumla, makada ambao wamekaa kwenye vyama kwa muda mrefu, wanapotaka kugombea unakuta mtu akitoka upinzani akija huku mnampa nafasi, yule mtu mwingine anakaa chini. It's all about kura, it's all about uwezo. Yeah. Wako wapinzani wengi tu ambao hawajapata nafasi, wako wana CCM wengi pia hawana nafasi, ni uwezo. Na ifahamike, uchaguzi sio mtihani kwamba hujasoma vizuri ndio maana umekosa. Umechezaje karata zako za uchaguzi? Mimi nikushukuru sana, nikutakia kila la heri. Asante sana, nashukuru.